Mko safi? Basi kabla ya kuanza na tuombe. Mungu wetu uliye rafiki yetu, tunashukuru tena kwa wasaa huu mzuri na wapekee ambao umetupatia, na sitwaja mbele zako kama watoto wadogo, tukuhitaji utufundishe, utuelekeze katika ile iliyo kweli. Tumeomba ni katika jina la Yesu Kristo, na kila anayeamini na mtoto anayeamini aseme amina. Basi kwa siku ya leo ambayo ni siku ya kwanza kwa kipindi hichi, tutakuwa na somo zuri, makini kabisa, ya pekee, yenye kichwa kinachosema sura ya Mungu. Sura ya Mungu. Hebu turudie, sura ya Mungu. Mwambie rafiki yako aliyekaa pembeni yako, mwambie sura ya Mungu. Basi leo pia nina marafiki zangu, naomba muje na marafiki zangu hapa kadhaa wachache ambao tutajifunza pamoja nao. Wako wanne. Somo linasema sura ya Mungu. Sasa kulikuwa kuna mtoto mmoja mdogo sana, alikuwa anaitwa Sali. Sali, yeye siku moja, marafiki zangu, Sali alipotoka shuleni, na siku hiyo alipoenda shuleni, mchungaji aliwafundisha kwenye kipindi cha dini, na Sali alipata hamasa na hisia fulani zikamjia kichwani, na alipofika nyumbani akafanya hivi. Sali alichukua peni, Sali akachukua penseli, Sali akachukua makaratasi, kisha Sali akachukua rangi nyingi ambazo zilikuwa ni nzuri mkononi mwake. Kisha akaenda jikoni. Jikoni kule kulikuwa kuna sehemu ya dining ambapo kulikuwa kuna meza, lakini pia kulikuwa kuna kiti. Sali akaenda paka dining. Twende paka dining tuone Sali alifanya nini. Sali alipofika dining, marafiki zangu, Sali alipofika dining akiwa na karatasi nyeupe pamoja na rangi nyingi. Wangapi wanapenda kuchora? Wanapenda kuchora? Safi sana. Basi Sali akamwaga rangi zake, nishikie kidogo hivi nikuonyeshe. Akachukua rangi zake, akachukua penseli, akawa na rangi, yuko busy. Sali yuko busy kuchora. Anachora vizuri. Sali anajitahidi kuchora, yuko busy kuchora. Sasa baadaye kidogo baba akawa amerudi nyumbani. Baba aliporudi nyumbani akamuuliza Sali, "Sali, unafanya nini?" Sali akasema, "Baba, nachora." Baba akamwambia, "Wow." Baba alimwambia, "Wow." Baba akamwambia, "Safi sana mwanangu, unafanya jambo zuri." Basi baba naye akatamani akae na Sali. Wakakaa pamoja na Sali ketia. Baada ya kukaa pamoja, baba akamuuliza Sali, "Sali mwanangu, unafanya nini?" Sali akasema, "Baba, najaribu kuchora picha." "Unachora nini kwenye?" Sali akasema, "Najaribu kuchora sura ya Mungu." Baba akamuuliza, "Unajaribu kuchora sura ya Mungu?" Sali akasema, "Ndiyo baba, najaribu kuchora sura ya Mungu." Baba akamuuliza swali nyingine, "Sali, unaijua sura ya Mungu?" Sali akaanza kufikiria. Wangapi washakumwona Mungu kwa macho yao halisi? Wakamwona Mungu. Ushakumwona Mungu? Hapana. Wewe je? Hivi tuambie, unadhani Mungu ana rangi gani? Ngozi yake ni rangi ya Kiafrika nyeusi, au ana rangi ngozi ya kizungu nyeupe? Kiukweli sijui. Au inakuchanganya? Basi Sali aliingia kwenye dimbwi la mawazo na kufikiria zaidi, Mungu ana sura gani? Basi baba akamwambia, "Usijali Sali, hebu fungua kitabu cha Mwanzo 1:26. Basi Sali akafungua kitabu cha Mwanzo 1:26, akasomewa. Then God said, "Let us make man in our image after our likeness." Hiyo ni lugha ya Kiingereza, lakini Mungu alisema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Basi Sali hapa akasema, kumbe. Atia msisitizo zaidi. Akamwambia Sali, sikiliza. Mungu alikuumba kwa sura yake, lakini kwa mfano wake. Sasa ukimpenda Yesu lazima ufanane na Mungu. Ukimsamehe rafiki yako pale anapokukosea, lazima utaonesha sura ya Yesu. Ukimsaidia rafiki yako pale anapokuwa na uhitaji, lazima utaonesha sura ya Yesu.
Lakini pia tusogee hapa pembeni kidogo. Lakini pia ukimpenda rafiki yako lazima utaonesha sura ya Yesu. Hivyo watoto, Yesu anahitaji tuoneshe sura halisi ambayo tayari amesimika katika mioyo yetu. Na hizo sura halisi ni mfano utu wema. Unadhani nyingine ni ipi? Soma Biblia na kuwapenda marafiki zetu. Wema. Kutii amri zake. Kutii amri zake. Kuwa mkarimu kwa watu. Kuwa mkarimu kwa watu. Rafiki yangu ambaye unanitazama, ukifanya hivyo utaweza kuonesha sura halisi ya Mungu. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni upendo. Mungu wetu anasamehe. Mungu wetu ana rehema nyingi isiyopungua na wala isiyokoma. Basi kwa kusema hivyo tutatamatisha hapo katika siku ya leo. Nami niwalikeni nyote tusimame tuombe. Nani anahisi anataka kutuombea? Nani anahisi anataka kutuombea siku ya leo? Yes, tuombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu ishie mahali pasi juu mbinguni, tunakushukuru kwa ulinzi wako na uongozi wako kuanzia masaa ya asubuhi hadi masaa ya jioni. Tumemaliza kipindi chetu hiki. Naomba tusaidie mambo tuliojifunza tuyaweke kichwani na tuyatendee kazi, ni kwa jina la Yesu, amen. Kwaherini.